Walikuwa abiria wawili, mama mmoja Kimasai ambaye ametoka kujifungua, anasema kwa ulivyo mmoja ametoka kujifungua usiku, alikuwa na mama yake. Sasa tukamkuta nyuma kwa ametaka kusombwa na maji. Huyu ni dereva aliyefahamika kwa jina la John Mchamba, dereva kutoka wakala barabara TANROADS mkoa wa Morogoro, akieleza namna alivyoweza kupita kwenye kina kirefu cha maji, huku lengo likiwa ni kuokoa mama mwenye mtoto mchanga ambaye alitoka kujifungua. Dereva huyo anasema hapo ilikuwa katika eneo la Miombo katika barabara ya Mikumi Kilosa, ambapo maji yalikuwa na kina kirefu, lakini kutokana na changamoto ya mama huyu mwenye mtoto mchanga kutaka kusombwa na maji, akalazimika kumpakia kwenye gari na kuendesha gari hilo kwenye kina kirefu cha maji. Kwa majina anaitwa John Joseph Mchamba, ni dereva anatokea taasisi ya wakala barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Morogoro. Jana wakati tunakuja huku kwenye eneo la kazi huku, tumefika pale Miombo, tukakuta maji yamejaa, lakini sio sana. Lakini baada ya kufika pale tukakutana na wamama wa Kimasai wametoka kujifungua. Sasa wakawa wametaka kubebwa na maji, tukabidi tuwasaidie. Mimi kaongea na mabosi zangu ambao niko nao, nikawaomba kama tunaweza tukawasaidia tukawavusha upande wa pili. Kweli mabosi zangu bahati nzuri wakawa wamenisikiliza, tukawapakia tukavuka nao upande wa pili. Kwa hiyo ndo tukapita nao pale Miombo mpaka ng'ambo wa upande wa pili. Kidogo hali ya barabara sio nzuri, lakini mambo ni maji tu yatapita yale na maisha yataendelea. Labda una muda gani kwenye udereva? Naona ile ilikuwa maji yalikuwa ni mengi sana, na ulipata hapo ujasiri wa kuvuka kuna maji yakiwa vile? Na muda mwingi kwenye udereva na kama miaka kama 8 kwenye sekta hii ya udereva. Ni ujasiri tu pale, kwa sababu nishapita pale, kuna mtu alitangulia kwa kupita, tukaona anapita maji ya kawaida. Sasa nikaangalia nikaona hii cruiser inaweza ikapita. Kwa hiyo nikabidi nipite na wale watu pale, tukapita nao. Lakini Mungu akatusaidia, tukapita salama, tukafanikisha mpaka upande wa pili. Walikuwa abiria wangapi na walikuwa kwenye hali gani? Walikuwa abiria wawili, mama mmoja Kimasai ambaye ametoka kujifungua, anasema kwa ulivyo mmoja ametoka kujifungua usiku, alikuwa na mama yake. Sasa tukamkuta nyuma kwa ametaka kusombwa na maji, ikabidi tukawasaidia wakavuka upande wa pili, ambapo mita hiyo sehemu tayari ilikuwa ishavuka. Tukawasaidia wakapanda kwenye gari, ndio kuja kuvusha ile eneo la maji ambapo kwa kipande kirefu ambacho kimejaa maji. Wewe unajisikiaje kufanya hilo tukio? Wewe tukio la kishujaa kabisa. Najisikia furaha pia, nimejisikia furaha pia kumsaidia yule mama na mtoto wake, kwa sababu mtoto alikuwa ni mchanga sana, alafu dakika mwisho niwaona kabisa kama anataka kusombwa na maji pale. Kwa hiyo najisikia furaha kidogo kuwasaidia na mimi mwenyewe kujisaidia pamoja na mabosi zangu kuvuka ng'ambo salama. Mlitumia muda gani pale kufika na wao wenyewe walifika salama? Walifika salama. Wao tuliwakuta muda pale, ndio watu wakawa tusimulia bwana wanataka kusombwa na maji. Kwa hiyo tumekaa sana pale muda tu, tukawasubiri wakapanda, ndo tukavuka nayo kwenye ile eneo pale la hatari. Mlitumia muda gani kuvuka? Sikutumia muda mwingi sana, kama dakika 10 hivi kuvuka upande wa pili. Angao kidogo maji ndio yalikuwa kidogo mengi ambayo yamefunika na bonnet kabisa, lakini Mungu akatusaidia tumeweza kuvuka salama.